Bila shaka upo mzima wa afya popote pale unapotufuata na kutusikiliza, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Natumai ya kwamba unaendelea kuwa mzima wa afya na upo tayari kabisa kupata habari zetu za leo, tukiendelea kuchambua hali ilivyo mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Nikisema kuchambua na maanisha kuongelea hali ya vita ilivyo mashariki mwa DRC na milimani mirefu ya tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga, ambako tutatuhama kabisa kwenye siku ya leo. Lakini pia tutazungumzia hali ilivyo huko Kalehe na habari za kitaifa. Usikose kusubscribe channel hii, lakini kikubwa zaidi usikose kucomment ili tujue unatupata ukiwa sehemu gani duniani. Lakini pia usikose kutawanya habari hizi kwa wengine ili waweze kuzipata kiurahisi kabisa, wajue kile kinachojiri ndani ya nchi ya DRC na mashariki mwake, hususan habari kutoka kwenye uwanja wa vita. Leo hii tutatuhama huko mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwenye milima mirefu ya tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga, ambako siku zote wahenga wanasema kuwa hakuna siri ya watu wawili, siri na kuaga ya mtu mmoja. Ikiwa ni siri ya watu wawili, basi ujua kuna siku siri yako itakuja kutolewa nje. Hicho ndiko kimefika kwa M23 pamoja na watu wake. Nilikwambia kwamba kulikuwa na vikao vingi ambavyo viliendelea kuandaliwa huko Kigali nchini Rwanda ili kuangalia jinsi gani M23 wataweza tena kuchukua eneo la Minembwe. Na hivi punde habari hizo zimefika mikononi mwa wazalendo, wakaweza kuzijadili moja kwa moja. Na tuna habari ya kwamba huko milimani kuna vikosi vingi vya wazalendo, au kuna makundi mbalimbali ya wazalendo ambayo hayakukua kabisa yanatumika kwa pamoja na kuonyesha ushirikiano. Lakini baada ya kupata hizo habari kwamba M23 wanaendelea kuangalia jinsi gani wataweza kuimarisha vikosi na kudhibiti maeneo ambayo wazalendo wamepatikana kwa sasa, na pamoja na jeshi la taifa FARDC, kikosi cha mzalendo Rene Itongwa pamoja na Zelamboma kiliweza kufanya ushirikiano wa karibu na kuweza kutatua changamoto zao ambazo zilikuwa zimewakabili kwa muda mrefu, na sasa wameungana moja kwa moja kwa ajili ya kuweza kupiga adui ambaye ni M23 pamoja na washirika wake Twirwaneho pamoja na Gumino. Sasa hivi karibuni waliweza kukutanana kwenye eneo la Bukunji na kuweza kuongea face to face kabisa na kuweza kumaliza tofauti zao. Habari hii imeweza kuhakikishwa na msemaji wake Milenge Zelamboma, Bwana Mtenjwa Santos. Alivyoambia vyombo vya habari kuwa waliweza kukutanana eneo la Bukunji, eneo ambalo kundi la Milenge Ishibona Zelamboma ameweza kuweka kambi yake hapo. Ni bora nikuambia tu kuwa eneo la Bukunji ni eneo ambalo linapatikana kwenye sekta ya Itombwe ndani ya tarafa la Mwenga, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hebu tumsikilize kwanza msemaji wake Milenge Ishibona Zelamboma, ambaye aliweza kuhakikisha habari hizi za wazalendo wawili hao kuweza kukutanana. Force Coalisée pour la Résistance Nationale FCRN, ambayo inasimamiwa na General Milenge Ishibona Zelamboma, yajulisha watu wote kwa ujumla mjini DRC ya kwamba tariki ya leo, siku ya tatu, tariki 15 mwezi wa 4 mwaka 2026, alimpokea general mwenzake ajulikanayo kwa majina Rene Itongwa kama vile admiral kunivyo ya province ya Sud Kivu. Alimshukuru sana kwa hali aliyoifanya kutoka maeneo husika anapopatikana maeneo ya Point Zero na kuja tizama kazi anayoendelea kuifanya kwenye ligne de front ya Bukunji. Alishukuru na anaendelea kushukuru, na anaambia wazalendo wengine wawe na roho kama ya mzee huyu, na hii roho itatuma maeneo nyingi za shikika, kwa sababu wakati watu wanachangia mawazo, wakati watu wanatembeleana, watashinda adui hata kuwa na neno la kusema. Anaye pasha habari hii si mwingine ni msemaji wake ndugu Mtenza vya Mungu Maurice Santose, akiyatangaza kutokea maeneo mnayoyajua pale Bukunji. Bwana Mtenjwa Santose, wewe ni msemaji wa kipekee kabisa wa Bwana Milenge Zelamboma. Unaweza kutuambia hali ya Minembwe kwa sasa ikoje? Kwa sababu habari ni nyingi sana ambazo zinazagaa kuwa Minembwe bado inashikiliwa
na wale wagumino. Tuambie hali ipoje kwa sasa? Ndugu mtangazaji, kuhusu swala lako, swala lako ni nzuri sana. Swala lako ni nzuri sana. Unajua sisi kwa sasa serikali inaanza kwenye maeneo ya Wenzero pamoja na VDP au wazalendo, wanakuja wako kwenye maeneo ya Mikenge, vile vile wanakamata kijiji kinachoitwa Mkunji, na pale unapouliza swali lako sasa napaelekea Minembwe. Yaani kwa sasa adui hana nafasi ya kwenda kwenye milima mirefu au sisi tunaita kwa jina maarufu matope. Ile milima milima inashikwa na VDP, inashikwa na FARDC, wanawazunguka wako enclave. Tuko tunachunga tu ni maordre zitoweka, tunaingia ndani pata adui pale maeneo wanapopatikana. Sasa kwenye mavijiji sible basi fulani anapatikana ni kuingia na kudhibiti, ni hilo. Naam, hivyo ndivyo hali ilivyo huko Itombwe na Minembwe kwa ujumla, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Naam, tujielekeze maeneo ya huko Kalehe, ni ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini. Bado tupo mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako zaidi ya watu 73 kati ya watu 105 waliokuwa wakishikiliwa na waasi wa AFC M23 na kupelekwa pasipojulikana waachiliwa huru kufuatia juhudi za wazee wa Kalehe pamoja na mashirika za kiraia za maeneo hayo. Bwana Patrick Luhoshi ni kiongozi wa shirika la raia huko Kalehe, amehakikisha habari hizi na kusema kuwa wana imani kuwa japokuwa watu zaidi ya 25 ndio wamebaki wakishikiliwa na waasi wa AFC M23, lakini juhudi ambazo zinaendelea zitawarejesha manyumbani kwao na kuweza kuungana na familia zao. Amesema kuwa watu hao 73 ambao wamerejeshwa na M23 wanaendelea vizuri kabisa na hakuna tatizo lolote. Ameendelea kusii vyombo vya usalama pamoja na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu kuweza kufanya jitihada zote ili wale wengine ambao wamebaki kuweza kurejeshwa na M23 na kuweza kuishi na familia zao kama kawaida. Tumsikilize mwanaharakati huyo wa shirika la raia akizungumza na Kwetu News 24, ni Bwana Patrick Luoshi. Kolegi ya societe civile force vive ya Mbinga Nord no territoire ya Kalehe alikuwa relaté semaine passée, mais aussi l'autre collègue journaliste à Radio Top Bouge qui était aussi arrêté la fois passée était relâché. Et à Bati Génial Kouakanabo, on a relâché tout autour de 73 personnes. Oui. Mais le reste, on suit de près question parce qu'ils ont été soupçonnés d'être en contact avec l'armée régulière, notamment nos FARDC. Et le septantaine il a tiré à partir à lundi. Bon, sawa vile tuko tunafuatilia tu, tunawaza kama nabo bataachiliwa. Parce que c'est un pas d'avance sur un nombre ya masan avec combien d'individus. Baachilia mkwanza sultakuwa, c'est que le reste, nous attendons d'ici là, tungali mwa démarche pour que wale wengine wafungue action. Mais effectivement, inaanzia kwanza kuaffecter à partir ya mafamille zabo, mafamille biologique zabo, babibi na batoto. Alors oui, affecté. Et aussi, au niveau ainsi, jeunesse la société civile, nous sommes affectés parce que on a un ndugu, banamkamata, banambeba, anaingia kuprison, et kwenye akujulikane mzuri, vous trouvez ça? Et donc, c'est pas quand même normal, mais on a l'espoir que bientôt là, batakuwa relaxé. Bon, de manière générale, dans mon niveau d'agroupement à Mobuku et Viralo, je me ma affrontement entre la FARDC, soutenu par le Azalendo, là-bas de la M23. Je connais qu'on a dit ma fujo à ma massage à tout moment. Mais au niveau à Minova, donc sur le littoral, Minova, Mukuija, Kinezire, Kalungu, Nyabibwe, Nuusi, Bususu, Chofi, Kale Centre, mpaka Makasheke, situation iko quand même calme. Mais les gens qui viennent kule kwa ile mahaut plateau, notamment Busakunde, Mshengesenge, Mabiliji, Nyawaronga, Liziwe, ndio biko banakimbilia kuma village ya Chofi, Kasheke, Luzira et la suite. Message yenyewe mimi hizo hapana ni kuambia ba jeune babaki kuwa vigilant parce que situation haiko bien. Et puis moyen anakamata na zibiki mwingine haiko ndugu yetu. Ce sont les ennemis. Alors, jeunesse inapaswa kuwa na
kulingana na sang-froid yabo, baepuke kukuwa na libre expression, paske hii wakati haiko ya kusema kila mtu anaweza kuwa na jinsi ya kujidefendre. Donc defense unakufa. Donc la jeunesse doit être vigilante vis-à-vis la question yiko, parce que la sécurité n'est pas tout à fait bonne. Naam, nilikuahidi kuwa tutazungumzia pia kuhusu habari za kitaifa msikilizaji. AFC M23 na serikali ya DRC walisaini utaratibu mpya wa ufuatiliaji wa kusitisha mapigano nchini Uswisi. Utaratibu huu uliotarajiwa kwa wiki kadhaa sasa unaunganisha pande zote mbili kwenye mzozo ili kudhibitisha ukiukwaji kwenye uwanja wa mapambano. Makubaliano hayo ya kijiri msikilizaji, eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bado mvutano unaendelea kati ya AFC M23 pamoja na wazalendo. Chombo hiki kinafuata makubaliano yaliyosainiwa huko Doha Oktoba tarehe 14 mwaka 2025. Tunawezaje kuelewa muundo wa utaratibu huu mpya na upeo wa kile ambacho kimesainiwa hivi karibuni? Ili kuelewa lazima turudi kwenye mtiririko wa matukio. Tarehe 14 Oktoba mwaka 2025 huko Doha, makubaliano ya kusitisha mapigano yalisainiwa kati ya Kinshasa na AFC M23. Mkataba huu unajumuisha utaratibu unaohusika na kudhibitisha utekelezaji wake. Hatua ya kwanza ilifanyika Februari 2 mwaka huu. Hadidu za marejeleo zilipitishwa, zikapangwa sheria za utaratibu mzima, mamlaka, muundo pamoja na uendeshaji. Katika hatua hii, utaratibu kimsingi unaoendeshwa na mkutano wa kimataifa wa kanda ya maziwa makuu. Kanda ya maziwa makuu inahusu mataifa pekee, haiwezi kujumuisha moja kwa moja kundi lenye silaha kama AFC M23. Hapo ndipo utiaji saini nchini Uswisi utabadilisha kila kitu. Naam, mkataba wa makubaliano ulisainiwa ili kuunda utaratibu huu wa pamoja uliopanuliwa ili kujumuisha wapiganaji na waangalizi. Kwa maneno halisi, utawaleta pamoja maafisa watatu kutoka serikali ya Kongo na wawakilishi watatu wa AFC M23 kwa usaidizi wa MONUSCO. Dhamira yao kufuatilia hali ya usalama na kibinadamu na kudhibitisha ukiukwaji wa kusitisha mapigano kama vile mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ama drone. Sheria hizo zilianzishwa mwezi Februari na utaratibu huu sasa umeundwa rasmi. Haijulikani lini zitaanza kutekelezwa rasmi. Hakuna tariki iliyowekwa ya utekelezaji kwenye uwanja wa vita. Na msikilizaji, hivyo ndivyo hali ya siasa ya kivita ilivyo mashariki mwa Jamhuri ya DRC. Lakini niliona kwa leo nikomee kwanza hapa. Nilikuwa na mengi sana, lakini sikupenda sana kukuchosha msikilizaji wangu. Niseme asante kwa kuungana nami hadi wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa.